Uingereza kupitia mfumo wake wa apprenticeships imeweza kutoa nafasi kwa wahitimu wa elimu ya ufundi kujifunza moja kwa moja kwa waajiri, jambo ambalo limefanikiwa kwa sababu ya uwepo wa sekta binafsi. Serikali yetu haijatoa kipaumbele kwa sekta binafsi. Ni lazima sekta binafsi ipewe kipaumbele, ili kwa sababu sekta binafsi peke yake inaweza kuajiri watu wengi kuliko mfumo wa serikali wa namna unavyoajiri. Kudumaza ubunifu wa maendeleo ya teknolojia. Maendeleo ya taifa lolote yanahitaji mchanganyiko wa makundi ya kati, wataalamu wa viwango vya juu, wabunifu na wanasayansi. Ikiwa msisitizo mkubwa utawekwa kwenye elimu ya ufundi, huku kukiwa na upungufu wa viwanda vya teknolojia na taasisi za utafiti, tutakumbana na ukosefu wa ubunifu wa ndani, kwa sababu taifa litakuwa na mafundi wengi lakini sio wabunifu wa teknolojia. Nyinyi mnafahamu teknolojia leo imekuwa sana. Wenzetu huko duniani wako kwenye mchakato ambao wanatamani waanze kujenga nyumba kwa kutumia robots. Sisi tunahamasisha watu waende wakasomee ufundi bila kuwekeza kwenye teknolojia, bila kuelekeza kuwa na mikakati bunifu ambayo inaweza ikawa inafikirika. Ukiwashawishi vijana kwenda kusomea, wanaweza wakashawishika kwa sababu wanajua wataenda kusoma, lakini kutakuwa na vifaa vya kutosha, ili hata kama anaweza akaenda hata Kenya kufanya kazi, kwa sababu anafahamu teknolojia. Sasa ukimhamasisha akasome VETA, hakuna vifaa vya kutosha, mwisho wa siku kwenye soko la ajira aidha la Afrika Mashariki au hata la SADC hawezi kwenda kucompete na wanafunzi wa vyuo vingine kwa sababu ya ufinyu wa teknolojia. Kuendelea kutegemea teknolojia za nje. Ndugu waandishi wa habari, udumavu na maendeleo ya teknolojia, kwa sababu mfumo wa elimu utakuwa umeelemewa zaidi kwenye uzalishaji wa mafundi baada ya ubunifu. Mfano wa China na Korea Kusini. China imewekeza tu kwenye elimu ya ufundi, haikuwekeza tu kwenye elimu ya ufundi, bali kwenye utafiti wa kisayansi, uvumbuzi wa maendeleo ya teknolojia. Korea Kusini kwa mfano ilihakikisha kuwa elimu ya ufundi inakwenda sambamba na maendeleo ya teknolojia ili kuwe na uwiano wa wahitimu wa ngazi zote. Tanzania inapaswa kujifunza kwa nchi hizi. Athari kwa mfumo wa elimu na mustakabali wa taifa. Ndugu waandishi wa habari, ikiwa kauli hii itachukuliwa kama mwongozo wa kitaifa bila mpango mzuri wa utekelezaji, inaweza kuathiri mustakabali wa sekta ya elimu na ajira kwa ujumla kwa njia zifuatazo. Moja, kuzoofisha mfumo wa elimu kwa kuhamasisha wanafunzi kuachana na taaluma nyingine muhimu. Mbili, kuzalisha kizazi cha wahitimu wa VETA wasiokuwa na ajira. Kuhamasisha elimu ya ufundi kwa njia isiyo na mpango wa maendeleo au inayoweza kuathiri sekta zingine kama afya, uhandisi, sayansi, mazingira na teknolojia. Mfano wa namna nchi ambazo zimeendelea kama Finland na Sweden. Finland na Sweden ziliwekeza mfumo wa elimu wenye uwiano kati ya elimu ya vyuo vikuu na elimu ya ufundi. Yaani wahitimu wa ufundi walihusishwa moja kwa moja na kampuni kubwa, huku wahandisi, madaktari na wanasayansi wakiendelea kusomea taaluma zao bila kuathiri maendeleo ya nchi. Tunahitaji serikali iwekeze kwenye makampuni, aidha kwa kutumia sekta binafsi, iwekeze kwenye viwanda, aidha kwa kutumia sekta binafsi, ili hawa wahitimu wa VETA wanaohitimu waweze kuwa connected moja kwa moja kwenye makampuni, moja kwa moja kwenye viwanda, ili tunapopima uzalishaji wa nchi yetu tuwe na uwezo sio tu wa kuimport kwa maana ya kununua bidhaa kutoka nje, tuwe na uwezo wa kuexport, kwa sababu tutakuwa na uzalishaji wa kutosha na tutatengeneza ajira nyingi kwa vijana wetu wa Kitanzania.
Hitimisho, ndugu zangu waandishi wa habari, serikali inapaswa kufanya tafakuri pana. Serikali inapaswa kufanya tafakuri pana. Elimu ya ufundi ina nafasi yake katika maendeleo ya nchi, lakini haiwezi kuwa suluhisho pekee la tatizo la ajira na maendeleo ya uchumi. Badala ya kutoa kauli za haraka zisizozingatia tafiti za kina, serikali inapaswa kufanya yafuatavyo. Huu ni ushauri wetu kwa serikali, ni ushauri kwa waziri mkuu ambaye wizara yake yeye kama waziri mkuu ndio inahusika na masuala ya ajira, vijana pamoja na kazi. Jambo la kwanza, kuwekeza katika sekta ya viwanda na uzalishaji kabla ya kuhamasisha watu kwenda kusomea ufundi. Tunataka iwekeze katika sekta ya viwanda vya uzalishaji kabla ya kuhamasisha watu kwenda kusomea ufundi, na itengeneze mazingira ambayo kijana wa Kitanzania anayehitimu ana uwezo wa kukopesheka popote, aidha ni kwenye taasisi za kifedha, anaweza kukopesheka akafanya mradi wake ambao kupitia mradi ule anaweza kutengeneza uchumi, lakini kupitia yeye anaweza kuajiri vijana wenzake wakazalisha na wakapata fedha. Jambo la pili, kujenga mazingira mazuri kwa sekta binafsi kushiriki katika elimu ya ufundi. Kutengeneza mazingira ambayo yatakuwa connected kwa sekta binafsi kushiriki katika ufundi. Elimu ya ufundi iwekewe msitizo kupitia sekta binafsi moja kwa moja. Hii itasaidia kutengeneza vijana wengi ambao pia watapata ajira kwa sababu watakuwa wamekuwa connected na sekta binafsi. Kwa serikali ina wajibu wa kujenga mahusiano mazuri na sekta binafsi ili kuweza kuboresha jambo hilo. Jambo la tatu, kuwekeza katika elimu ya ngazi zote kwa uwiano sahihi ili kuleta maendeleo endelevu. Kuwekeza katika elimu ya ngazi zote ili mwanafunzi anayemaliza degree kama angetamani kuwa mpaka rangi, basi ajifunze akiwa sekondari, awe ana skills ya kupaka rangi, ili akimaliza degree yeye mwenyewe anaweza akachagua, aidha niende nikawe mpaka rangi kwa sababu tayari nina ujuzi wa kwenda kupaka rangi. Lakini hiyo isimfanye eti mwanafunzi aliyemaliza degree umwambie atenge miaka 2-3 tena eti kwenda kusoma VETA wakati ametumia zaidi ya miaka mingi kwenda kusoma degree. Kwa hili ni jambo ambalo alikubaliki. Jambo lingine ni kutengeneza mfumo wa uwezeshaji wa kiuchumi kwa vijana wenye ujuzi ili waweze kujiajiri na waweze kuajiri. Lazima serikali iwekeze kwenye namna gani inaweza kuwasaidia vijana kwenye uwezeshaji wa kiuchumi. Ninyi mnafahamu kuna hizi 10% za vijana, wanawake na walemavu. Toka mwaka 2021 fedha hizi hazijawahi kutoka. Hizi fedha ni takwa la kikatiba kwa mujibu ni takwa la kikatiba kwa maana ya kila halmashauri inalazimika kutoa fedha hizi. Lakini mwaka 2021 hizi fedha hazijatoka. 2022 hazijatoka, 2023 hazijatoka, 2024 hazijatoka kwa sababu walizizuia kwa makusudi. Lakini kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi wameziachia zile fedha. Just imagine kama hizi fedha zimekuwa zinatolewa na zinatolewa katika njia nzuri toka mwaka 2021, tungeweza kusaidia vijana wangapi katika nchi yenye wilaya 185 au katika kanda ya Victoria yenye majimbo 25? Tungeweza kusaidia vijana wangapi wakaondokana na tatizo la ajira, wakawa na mitaji ambayo wangeweza kuanzisha biashara na wakaondokana na wimbi la umaskini. Ndugu zangu waandishi wa habari, jambo la 4 ambalo ni ushauri kwa serikali, kutengeneza sera nzuri zinazogusa vijana na maendeleo ya taifa kwa kuwashirikisha vijana, kwa sababu ndiyo nguvu kazi ya taifa letu. Nyinyi mnafahamu kwamba mara nyingi vijana wa nchi hii hawashirikishwi.
kwenye mambo ya msingi, kwa sababu viongozi wetu wanaweza wakaamua wao wakachukua vijana 5 sehemu fulani wakawa miongoni mwa kwenye ukumbi mkubwa, wakachukua maoni ya watu 2 watatu bila kuwafikia vijana. Vijana wapo kwenye matawi, vijana wapo kwenye kata, vijana wapo kwenye majimbo, vijana wapo kwenye mikoa, vijana wapo kwenye kanda, vijana wapo mpaka kule juu taifa. Kwa tunataka ushirikishwaji wa vijana. Unapopanga mpango wa maendeleo ya vijana, unapopanga mpango wa dira ya taifa, ni lazima uwashirikishe vijana, kwa sababu vijana ndio wanaojadili future ya taifa lao. Ukisema baada ya miaka 25, kijana aliye na miaka 25 leo atakuwa na miaka 50. Wana umuhimu mkubwa wa kupewa kipaumbele kujadili dira ya taifa lao, kujadili mwelekeo wa taifa lao, kwa sababu wao ndio wamebeba future ya nchi yetu.